Wapendwa wasikilizaji wa redio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu leo Jumapili ya tarehe 22 mwezi wa 3 mwaka 2026, ambayo ni Dominika ya 5 ya Kwaresma mwaka A wa Kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza, somo la kitabu cha Ezekieli sura ya 37 aya ya 12 hadi ya 14. Somo la pili, somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya 8 hadi ya 11, na somo la Injili ilivyoandikwa na Yohane aya ya 11, sura ya 11 aya kwanza hadi ya 45. Karibuni tusikilize somo la Injili. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohane. Basi mtu mmoja alikuwa hawezi, Lazaro Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada yake. Ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana marhamu akamfuta miguu kwa nywele zake, ambaye Lazaro nduguye alikuwa hawezi. Basi wale wa umbu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana Yesu umpendaye hawezi. Naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Naye aliyempenda Martha na umbu lake Lazaro. Basi aliposikia kwamba hawezi, alikaa bado siku 2 pale pale alipokuwapo. Kisha baada ya hayo akawaambia wanafunzi wake, twendeni Uyahudi tena. Basi Yesu alipofika alimkuta amekwisha kuwamo kaburini yapata siku 4. Basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki, na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Lakini hata sasa najua ya kuwa yoyote utakayo muomba Mungu, Mungu atakupa. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi, naye kila aishie na kuniamini hatakufa kabisa hata milele. Je, unasadiki hayo? Akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Basi Mariamu alipofika pale alipokuwapo Yesu na kumwona, alianguka miguuni pake, akamwambia, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Basi Yesu alipomwona analia na wale Wayahudi walipofuatana naye wanalia, aliugua rohoni, akafadhaika roho yake, akasema, mmemweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo utazame. Yesu akalia machozi. Basi Wayahudi wakasema, angalieni jinsi alivyompenda. Bali wengine wao wakasema, je, huyu aliyemfumbua macho yule kipofu hakuweza kumfanya na huyu asife? Basi Yesu, hali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia, nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya, ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Naye akiisha kusema hayo,
akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso. Naye Yesu akawaambia, mfungueni, mkamwache aende zake. Basi wengi katika Wayahudi waliokuja kwa Mariamu na kuyaona yale aliyoyafanya wakamwamini. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Karibuni kwa tafakari. Wapendwa katika Kristo, tunaalikwa leo katika Dominika ya 5 ya Kwaresima kutafakari juu ya Yesu ni ufufuo na uzima wetu, ndiye chanzo cha uzima wa milele. Yesu anapofika Bethania anakutana na hali halisi kabisa ya kibinadamu ya kifo, kilio, huzuni, lawama na kukata tamaa. Martha na Mariamu wana imani na Yesu, lakini wanaumia na kukata tamaa. Kama ungalikuwapo hapa, ndugu yetu asingalikufa. Lakini Yesu anatumia nafasi hiyo kudhihirisha kuwa yeye ni chanzo na asili ya uhai kama ifuatavyo. Mosi, Yesu analia pamoja nao kabla hajabadilisha hali yetu. Injili inaonyesha wazi kuwa Yesu hakuwa mbali na maumivu ya watu. Alijua mpango wa Baba anayehusika na wokovu wa mwanadamu, lakini hakubaki katika ukimya wa mamlaka yake. Aliingia katika hali halisi ya huzuni ya kibinadamu. Ndiyo maana mbele ya kaburi la rafiki yake hakutoa hotuba ndefu ya mafundisho. Alitoa kilio cha moyo. Machozi yake yanafunua ukweli kwamba Mungu si mtazamaji wa mateso yetu. Analia pamoja nasi, anaguswa na maumivu yetu. Hivyo machozi ya Kristo si ishara ya kushindwa, bali ni ufunuo kwamba Mungu yuko karibu nasi katika kila huzuni, ili baadaye atuinue katika uzima mpya. Pili, kuchelewa kwa Yesu si kukataa, bali ni maandalizi. Habari ya ugonjwa wa Lazaro ilimfikia Yesu mapema, lakini hakwenda haraka. Alisubiri hadi akafariki. Kwa macho ya kibinadamu hii inaonekana kama uzembe na kutelekezwa, lakini baadaye tunagundua Yesu hakuja si kuondoa maumivu ya muda, bali pia kuvunja nguvu ya kifo. Hapa pia tunagusa ukweli mgumu wa imani. Mungu hajibu kila sala kwa namna na wakati tunaotaka. Sisi tunaomba tatizo liondoke, mateso yapungue, hali ibadilike haraka, lakini Mungu mara nyingi hufanya kitu kikubwa zaidi ya kile tunachotarajia. Anajua mahitaji yetu kuliko wahitaji wengine. Kuna wakati Mungu huponya, lakini pia kuna wakati Mungu hufufua. Tofauti ni hii: huponya hurudisha hali ya dhamani, hufufua huleta maisha mapya kabisa. Ndio maana kuchelewa kwa Mungu kujibu maombi yetu juu ya jambo fulani mara nyingi ni upendo wa kina kwetu sisi, ili tuweze kupata alichotuandalia kikubwa na cha thamani zaidi, ambacho ndio hasa hitaji letu. Tatu, Mungu anataka ushirikiano wetu. Yesu alifika kaburini, lakini hakuliondoa jiwe mwenyewe. Aliwaambia watu, ondoeni jiwe. Hii ina maana kubwa kiroho kwamba Mungu hutufanyia kila kitu, nasi tunapaswa kushiriki. Kabla ya miujiza, lazima kuwe na hatua ya imani. Jiwe linaweza kuwa maisha ya dhambi, visingizio, chuki, kukata tamaa na uvivu wa kiroho. Tunataka Mungu atubadilishe, lakini hatutaki kuacha hayo yanayotufunga. Kwaresima ni muda wa kuondoa jiwe kwa kufanya toba ya kweli, maungamo, kusamehe na kuanza upya maisha yetu. 4. Yesu Kristo hufufua roho iliyokufa. Yesu alipaza sauti, Lazaro, njoo nje. Kuna watu wengi wanaishi lakini wamekufa kiroho. Hawana matumaini, hawasali tena, hawana furaha, wamekata tamaa.
wamezoea dhambi, wanaonekana ni hai, lakini dhamiri zao zimekufa. Neno la Kristo lina nguvu ya kuiwisha dhamiri zao, hivyo wanaalikwa kusikia neno ili liuishe dhamiri zao, hasa wakati huu wa Kwaresma. 5. Maisha mapya yanahitaji msaada wa jumuiya. Lazaro alifufuka, lakini hakubaki peke yake. Hapa kanisa linaonekana wazi. Kristo ndiye anayetoa uzima mpya, lakini jumuiya ya waamini humsaidia mtu kuacha kabisa hali ya dhamani. Ndiyo maana maisha ya kiroho si tukio la mtu binafsi, bali ni safari inayosaidiwa na sakramenti, mafundisho na upendo wa kindugu. Mungu humpa mtu uzima na kanisa humsaidia kuishi uzima huo. Tunakaribia Pasaka, lakini kabla ya kusherehekea ushindi wa uzima, lazima tuisikie kwanza sauti ya Kristo mbele ya makaburi yetu, yaani dhambi, hofu, huzuni na kukata tamaa. Tafakari hii imetolewa kwenu na mimi Frateri Josephat Louis Lebulu kutoka Jimbo Katoliki la Same, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika seminari kuu ya Mtakatifu Mtume Paulo Kipalapala. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina.